kumtaja Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, ajiandae Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya uhai, na leo tuko mbele ya bunge lako tukufu kwa ajili ya hoja hii ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini kwa namna ya kipekee nimshukuru Mheshimiwa Waziri kwa namna ambavyo anaiongoza Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini nimshukuru Naibu Waziri, Katibu Mkuu wa Wizara na watendaji wakuu wote wa taasisi zilizopo chini ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa kazi nzuri ambayo tunaifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumze tu kwa ujumla kwa kuwa wajumbe wengi ambao walikuwa wanachangia walikuwa wanazungumzia kwa uzito wake umuhimu wa kurekebisha sheria ili ziweze kuendana na hali ya sasa, lakini ili ziweze kuendana na dira ya 2050. Sisi wote tunakubali kwamba ili tuweze kutekeleza au kuyafikia malengo ya dira yetu ya 2050 ni lazima tuhakikishe kwamba sheria zetu nazo tunazihuisha ili ziweze kuwa daraja la kutuwezesha kutufikisha katika malengo hayo tuliojiwekea katika dira. Na kazi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeianza kwa umakini mkubwa, na kama wote tunavyofahamu, huu ndio mwaka wa kwanza wa utekelezaji wa dira. Kwa hiyo hakuna hata sheria moja ambayo haitapitiwa. Nirudie tena, Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna hata sheria moja ambayo itaacha kupitiwa. Na lengo la kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba sheria hiyo inakuwa na ubora ule ambao unatarajiwa ili tuweze kutimiza malengo ya dira. Kwa hiyo sheria zote zitaguswa, na kwa mwaka huu wa kwanza tumeshazibainisha chache ambazo tumeanza kuzifanyia kazi. Lakini utaratibu tuliouweka na utaratibu uliopo sasa ni kwamba sheria yoyote ile ambayo itakuwa inarekebishwa ni lazima iwe zao la utafiti, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndio tutakuwa tunajijua kwamba tuko ndani ya mstari kuelekea dira ya 2050 au tunakwenda nje. Ndio maana sasa hivi utaratibu ni kwamba sheria zozote ambazo zitakuwa zinapendekezwa kurekebishwa ni lazima kwanza zikapitie kwenye tume ya kurekebisha sheria ili waweze kuzichakata vizuri kupitia tafiti watakazokuwa wanazifanya na kwa kushirikisha wadau, ili tutakapotoka na sheria hiyo kuja kuileta bungeni basi ikaakisi malengo yale ya dira. Tunaenda kuachana na ule utaratibu wa zamani ambapo tafiti zilikuwa hazifanyiki za kutosha, na matokeo yake tukawa na sheria ambazo zinatuletea changamoto. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunakwenda kulizingatia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ikiwemo na sheria zile za uwekezaji na zote ambazo zimesemwa, hata na zile za ndoa. Nimemsikia mchangiaji aliyezungumzia sheria ya ndoa. Lakini niseme tu kwamba kwa upande wa hii sheria ya ndoa, sasa hivi tunaendelea na zoezi la kukamilisha
maoni ya wananchi. Ni lazima tuhakikishe kwamba tumepata maoni yote ya wananchi nchi nzima na tunakwenda vizuri, ili tutakapokuja kufika mwisho tuhakikishe kwamba sheria hiyo imeakisi maoni ya wananchi vizuri na baadaye itakuja kuletwa katika bunge hili. Kwa hiyo tusubiri, kazi hiyo inaendelea na inaendelea vizuri. Mengine ambayo yametolewa ni mapendekezo ambayo tumeyapokea kwa mchangiaji aliyezungumzia suala la law school, kwa maana ya kwamba umuhimu wa kuwa na matawi sehemu mbalimbali za nchi yetu ili kurahisisha ufikiwaji wa wanafunzi katika shule yetu hii ya sheria uwe rahisi. Hayo ni maoni mazuri na tumeyapokea na yatafanyiwa kazi. Kuhusu mapendekezo pia ya kuhusu alizungumza lile swala la exemption. Ni kutoe tu wasiwasi kwamba swala hili kuna hukumu ya mahakama ilishatoka na serikali inaendelea na mchakato wa kufanya marekebisho ya sheria. Kwa hivyo kwa kifupi tu ni kwamba hayo ndio mambo ambayo yalikuwa yanamhusu, lakini kulikuwa na swala la Mheshimiwa Agnes Okororo ambaye yeye alizungumzia swala la sheria ndogo kwamba zimekuwa nyingi, kwa hiyo swala zima la kulitafsiri katika lugha ya Kiswahili liongezeke. Tunaopokea ushauri huu, lakini hata hivyo utaratibu wa kufanya ufasiri wa sheria unatanguliwa na kufanyika kwa urekebu, lile zoezi la urekebu. Kwa hiyo kwa sasa serikali inaendelea na zoezi la urekebu, ambapo mpango ni kufanya urekebu wa sheria ndogo 1000. Nirudie tena, mpango ni kufanya urekebu wa sheria 1000 kwa mwaka, tukiamini kwamba kwa kasi hii tutaweza kuzifanyia urekebu sheria nyingi. Lakini hata hivyo, ili kuongeza kasi ya kutafsiri sheria, serikali sasa hivi tunajenga mfumo wa kielektroniki utakaorahisisha ufasiri wa sheria. Lakini pia vile vile alizungumzia baada ya zoezi la ufasiri wa sheria kuu kukamilika, sheria hizo zitangazwe rasmi. Na nimfahamishe tu kwamba baada ya zoezi hilo kukamilika, sheria hizo zilitangazwa rasmi kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo, waheshimiwa wabunge, tuwashukuru sana kwa michango yenu. Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali imejipanga vizuri katika kuhakikisha kwamba tunarekebisha sheria zote kwa kadri tafiti zitakavyotupa taarifa na kuhakikisha kwamba sheria hizo zinaendana na malengo yaliyowekwa katika dira yetu ya 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima, naomba kuunga mkono hoja. Tunakushukuru Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu kwa mchango wako. Sasa namuita Mheshimiwa Naibu Waziri